Imeelezwa kuwa zamani Wamasai walikuwa hawaziki na badala yake waliweka maiti kwenye mti mkubwa na kumpaka mafuta na kumtelekeza hapo, lakini sasa kuna badiliko makubwa. Wamasai wanazika kwa kushiriki kamilifu mazishi hayo, kama vile kuaga mwili. Anatafutwa mtu maalum wa kumchunga mpaka atakapoliwa na simba au fisi. Yule mtu ndo anakuja kutoa taarifa. EATV tumeshiriki mazishi ya mzee Tupoti Ngoroia miaka 97 ambaye ni kiongozi wa jamii ya kifugaji Maasai, akiwa amefariki na ameacha wajane 6 na watoto 137. Mzee Tupoti alioa wake 6 na watoto wako hai wa mzee Tupoti aliojalia kupata watoto 36. Wa kiume wako 20 na wa kike wako 16. Pia amejaliwa kuwa na wajukuu 138. Wa kiume ni 80 na wa kike ni 58. Ni kweli tunamlaza kaburini. Katika hali ya kawaida hatutamwona tena katika hali ya kawaida ya kibinadamu, lakini kwa mujibu wa maandiko iko siku ambayo parapanda ikilia, wale waliotangulia kulala pamoja na huyu babu yetu watafufuliwa kwanza. Msaada kwa wagonjwa, alikuwa msaada kwa watu ambao kina mama ambao hawana vizazi, anakupa dawa unakwenda kunywa, alafu baadaye unapata mimba, unazaa mtoto. Kuna watoto kama 4, wachungaji 2 wa kitongoji na Iguanani. Kiongozi wa familia hiyo ambaye ni mchungaji wa kanisa la FPCT kata ya Namelok hapa anasema kiongozi wa jamii Iguanani, jamii ilimtegemea mbali na ile imani yake ya kuwa mganga. Alikuwa ni kiongozi mtegemewa na jamii kwa hekima na busara na ushauri. Kwa nimepata kuchukua hayo na kujifunza hayo kupitia kwake. Tunanufaika kwa wingi kwa sababu pia ni mali ametuachia. Hakuna asiyekuwa na mali kidogo. Wazee wengi tuko wengi, watu kama 18, lakini sasa kila mtu ana mifuko ambayo ametuachia. Na katika upanga wake kuna mmoja amenachua hiyo upanga naye hapa siku mzima. Na baadhi ya wajukuu na wananchi walioshiriki mazishi hayo nao wanasema ili dunia iendelee kukutunza kwa namna vile Mungu alivyokuweka kabla hujafikia mwisho wako wa kuishi. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.